Katika mataifa ya magharibi kumekuwa na harakati mbalimbali za kutaka kutolewa kwa mateka wa Kipalestina walioko kwenye magereza ya Israel. Kumekuwa na kampeni inayofanywa katika mataifa kama vile Uingereza. Maelfu ya waandamanaji mnamo Jumamosi walimiminika kwenye eneo la katikati mwa mji mkuu wa Uingereza, London, katika maandamano ambayo ni sehemu ya kampeni ya komboa mateka wa Palestina, wakitaka kuachiliwa huru wa Palestina zaidi ya 900 wanaoshikiliwa katika magereza ya kutisha ya utawala wa Israel, wakiwemo zaidi ya wanawake na watoto 450. Wapalestina waliopo katika magereza nchini Israel wamedaiwa kunyanyaswa na kuteswa sana. Kutokana na taarifa ambazo zimetolewa kupitia vyombo vya habari, waandamanaji wameandamana kutaka kuokolewa kwa mateka hao ambao wanatumikishwa katika magereza huko Israel kwa mateso makubwa, huku wakipeperusha bendera za Wapalestina na kuvaa utepe mwekundu unaoashiria kuwekwa kizuizini bila kufunguliwa mashtaka. Waandamanaji hao walilaani mwenendo wa kawaida wa utawala wa Israel wa kuwatesa, kuwabaka, kuwakamata kiholela na unyanyasaji wa kinyama wa wananchi wa Palestina. Waandamanaji hao waliushutumu utawala wa Israel kwa kuendesha mfumo uliojikita kwenye ubaguzi wa rangi na apartheid na mauaji ya kimbari, na kutoa wito wa kukomeshwa mara moja vifungo vya kuwarundikia Wapalestina vya halaiki. Umati wa waandamanaji walikusanyika katika jiji la London ulielekeza pia hasira zake kwa serikali ya Uingereza, ukikosoa kwa kuwafungulia mashtaka wanaharakati wanaopinga usafirishaji wa silaha kuelekea Israel, huku ikiendelea kuufadhili na kuvipa kinga ya siasa vitendo vya utawala huo wa Israel huko Gaza na kwenye maeneo ya Palestina yanayokaliwa kwa mabavu. Kampeni hiyo ya komboa mateka wa Palestina imeenea pia kote barani Ulaya, ambapo huko Paris nchini Ufaransa na Athens, Ugiriki, jana Jumapili hali imekuwa kama hivyo. Kulishuhudiwa umati mkubwa wa watu wakiandamana kuonyesha uungaji mkono wao wa Palestina, huku makumi ya maelfu ya watu wakijaza mitaa na barabara mbalimbali kuadhimisha siku ya kimataifa ya mshikamano wa watu wa Palestina. Siku ya Ijumaa, waandamanaji walikusanyika nje ya ubalozi wa Israel huko Copenhagen, Denmark, chini ya kauli mbiu ya walete nyumbani, wakionyesha majina na simulizi za Wapalestina wanaoshikiliwa bila kufunguliwa mashtaka. Ripoti ya shirika lisilokuwa la kiserikali la madaktari kwa ajili ya haki za binadamu Israel PHRI imeorodhesha vifo vya wafungwa wa Kipalestina wasiopungua 94 vilivyotokea wakati wa Palestina hao wakiwa kizuizini kwenye jela za Israel. Shirika hilo limesisitiza kuwa idadi halisi ya vifo huenda ikawa kubwa zaidi ya hiyo iliyotajwa. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa na PHRI, Wapalestina hao walikufa kutokana na mateso, kushambuliwa, kupuuzwa makusudi, kutopatiwa matibabu au kutokana na hali mbaya sana ya utapia mlo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.